Yes, mambo vipi? Naitwa Navigator Chinduli. Na leo niko zangu maeneo ya Buza hapa kwa Mama Kibonge, na nataka nikupeleke kwa Mpalange. So ungana nami mpaka mwisho uweze kujionea mambo gani yanapatikana kwa Mpalange. Kwanza kabisa, habari za saizi, natumai unaendelea vyema kabisa na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama nilivyokuambia, leo niko zangu Buza. Nataka nikupitishe katika viunga vya Buza kwa Mpalange. So ungana nami mpaka mwisho uweze kuona ni mambo gani yanapatikana Buza kwa Mpalange. Hii barabara hapa nilipo nipo maeneo ya kwa Mama Kibonge. Kama unavyoweza kuona, nipo maeneo ya kwa Mama Kibonge. So na huku mnakoelekea, hii barabara ndio maeneo ya kwa Mpalange. Stendi kwa Mama Kibonge ni pale hivi, huku nilikotoka hapa ni Sheli. Ukinyosha barabara hiyo huko ya kushoto ni Buza kanisani, na huku nakoelekea naelekea kwa Mpalange. So twenzetu tuweze kuona nini kinapatikana kwa Mpalange. Je, hayo yanayosemwa kuhusiana na kwa Mpalange, skendo mbalimbali, je ni kweli au kwa Mpalange ni wapi? So leo ndo nipo hapa kukuonesha in and out what is happening there, nini kinapatikana huko. So cha msingi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ili video iweze kufika mbali zaidi, watu wengi waweze kupafahamu hapo kwa Mpalange ni wapi. So enjoy the video. So kama nilivyokuambia kwamba jiji katika video zilizoendelea, jiji la Dar es Salaam ni miongoni mwa majiji ambayo kwa sasa yanaenda kuwa metropolitan. Kwa sababu kwanza wamejitahidi katika miundombinu. Unaweza ukaona maeneo mengi yanayopita barabara zake zinapitika. Even hata hapa Buza pia barabara zake pia zinapitika, na wewe mwenyewe unaweza ukaona. So hii inatosha kufanya jiji la Dar es Salaam wakiongeza vitu fulani liwe ni metropolitan kama majiji mengine, kama ilivyo jiji kama vile Cape Town na maeneo mengine ya duniani na majiji mengine makubwa duniani. So unaweza ukaona jinsi gani jiji la Dar es Salaam limebadilika. So leo mimi nakupitisha maeneo haya ya kwa Mpalange, ya Buza mpaka kwa Mpalange, ili uweze kujionea mwenyewe mambo gani yanapatikana, na je kama hicho hayo yanayosemwa ni kweli au ni uzushi tu. So utaniandikia hapo kwenye comment. Leo tukiwa ni Ramadhani ya 10 leo. Tuendelee. Hii ndio Buza for you. Kama hujaiona video nyingine ya Buza kanisani, basi shuka hapo chini kaitazame video ya Buza kanisani. Nilikupitisha hapo Buza kanisani, lakini leo niko zangu maeneo ya kwa Mpalange. Nakupeleka kwa Mpalange ili uweze ukaone wewe mwenyewe kwa macho yako. Je, yanayosemwa scandals zinazoendelea ni kweli au ni basi kitu kilichokuwa jiji? So twenzetu wewe mwenyewe ukajionee kwa Mpalange ni wapi na panafananaje na nini kinaendelea huko. Hapa bado nipo maeneo ya kwa Mama Kibonge, nje panda ya Kitunda. So twenzetu unaweza ukaona mwenyewe jinsi gani hii barabara ya kuelekea huko kwa Mpalange ilivyokuwa imeendelea. Barabara ni ya lami. Kuna majengo mazuri ambayo yanaonyesha kabisa kwamba ni sehemu ambayo wanakaa watu ambao wamekuwa civilized. Unaweza ukaona mwenyewe kuna maduka ya hapa na pale. Usafiri wa kufika huku, kukutoa huku kukupeleka mjini pia upo, daladala zipo. Lakini pia hii ni shortcut bypass ya kwenda Mbagala. Kwa mfano unatoka Ubungo utaki kupitia Uhasibu, unaweza ukakatiza hapa ukaenda Mbagala. Unatoka Mbezi unataka kwenda Mbagala, utaki kuzunguka, unapita hapa barabara hii unaenda Mbagala. Nitakuonesha yote. So this is it. Buza for you. I think you can see. Cha msingi tuendelee kusubscribe, kulike, comment na kushare ili video zetu ziweze kwenda mbali zaidi. This is Buza for you. Unaweza ukaona biashara ni kila kona ndani ya Dar es Salaam. Biashara ni kila kona. Alafu huku bei ya vyumba nimealifiwa kwamba bei ya vyumba huko inaanzia 30 na kuendelea. So
ni sehemu ambayo ni affordable, kama nilivyokuambia kwamba maeneo mengi ya Temeke yanakuwa affordable, unaweza ukaishi na vitu ni bei rahisi. Kwa hivyo hata hapa pia vitu ni bei rahisi sana. Barabara pia ukinyosha moja kwa moja itakupeleka mpaka Mwanagati ambao ni richest neighborhood katika ndani ya Dar es Salaam. Pia baada ya Mwanagati utafika Kitunda hiyo Kivule. Barabara hii ukifuata. Lakini mbele pale ndio kuna junction ya kuelekea Mbagala. So ni barabara kubwa sana. Na imekuja kuokoa foleni sana. Hata watu wanaenda Gongo la Mboto sometimes wanatumia barabara hii kukwepa foleni ya Tazara. So ni barabara muhimu sana hii ambayo inakatiza hapa kwa Mpalange. So wenzetu tuweze kuona nini kinapatikana zaidi huko kwa Mpalange. So niandikie nini ambacho wewe unakiona maeneo haya, nini kiboreshwe, nini kipunguzwe, ili tuweze kufikia katika lengo la kuwa metropolitan city, yani jiji kubwa. Kuwa metro city, nini kifanyike ili tuweze kuwa metro city. Kwa hivyo niandikie hapa kwenye comment. Lakini pia unaweza kuniandikia kwamba maeneo haya wewe unaona yanafanana na maeneo gani ya jiji la Dar. Maeneo haya ya Buza yanafanana na maeneo gani katika jiji la Dar. This is Buza for you. Gharama ya vyakula huku kama nilivyokuambia, vyakula wilaya ya Temeke kwa ujumla ni cheap sana. Ni cheap ukilinganisha na wilaya zingine kama vile Kinondoni labda na Ubungo. Temeke iko cheap sana. So ni affordable kabisa. Ni wewe tu kuweza kufika na kuishi. I remember one time barabara hii hapa ilikuwa sio ya lami miaka ile ya zamani wakati tunapita huku. Ina kama miaka mitatu sasa hivi au miwili tangu imewekwa lami. Na kufungua fursa zingine ina miaka miwili I think tangu imewekwa lami na kufungua, na imefanya fursa zimefunguka zaidi. Kwa sababu usafiri sasa hivi umekuwa 24 hours 7. Lakini pia kumekuwa na wageni wengi, kumekuwa na wahamiaji wengi kama ninavyosema ndo wageni, lakini vile vile huduma za kijamii zimekuwa zikipatikana. So sasa hivi niko maeneo ya Changulu. Ile eneo nililopo sasa hivi linaitwa Changulu na hapa ni Kidarajani Changulu, unaweza ukaona. Kwa hiyo unaweza ukaona neighborhood hizo. So hapa ni kwa Sepeku, mtaa huu unaingia hapa kushoto kwangu unaitwa kwa Sepeku. Huko ni kwa Sepeku. Changulu hii sasa ni Changulu. Maeneo ya Masjidi Lillahi. So this is Buza for you. Kwa kama nilivyokuambia maeneo mengi sasa hivi ya Dar es Salaam yamebadilika. Maeneo mengi ya Dar es Salaam yamebadilika sana, unaweza ukaona. Sio kama zamani. Wewe unaweza ukanipa historia ya maeneo haya ya njia panda ya Kitunda na Changulu unavyojua wewe miaka 10 nyuma ilikuwaje? Miaka 20 sema ilikuwaje? Yaani miaka 2005 kurudi nyuma ilikuwaje? Haikuwa hivyo. Hakukuwa na mtu ambaye alitamani kuja kuishi huko. Lakini kwa sasa hivi huku tena hakushikiki. Hauwezi kupata plot. Inatakiwa uende Mbande huko mbele huko Vianzi na maeneo mengine. So Dar es Salaam imebadilika, na kitu ambacho kimechagiza mambo hayo ni miundombinu. Ni miundombinu. So niko zangu Changulu hapa sasa hivi.
Yeah, enjoy the video. Bado tunaitafuta kwa Mpalange, bado tunaitafuta kwa Mpalange. Yes, bajaji kutokea Tandika mpaka huku mpaka kwa Mama Kibonge ambapo nimeshuka ni 500. I think mpaka huku ni 700, mpaka kwa Mpalange ni 700, ambayo ni bado ni affordable tu. Kwenda Mbagala 700 pia, kama sio 1700, huyo bado ni affordable. Alafu hii ni shortcut, huku hakuna foleni. Yeah, ni shortcut ya kuelekea Mbagala. Huu msikiti unaitwa Masjidi Lillahi wapo. Ni msikiti mkongwe sana maeneo haya ya Changulu Lillahi hiyo. Yeah. So unaweza ukaona mwenyewe. Unaweza ukaona kama nilivyokuambia, mitaa imeingia. Unaweza ukaona huku na huku mitaa. So ni jambo zuri, ni jambo zuri kuona watu wanajenga kwa mitaa. Yeah. So niandikia hapo kwenye comment nini unakiwaza na nini unakiona kimebadilika au unatamani kiendelee kubadilishwa maeneo haya hapa ya Buza Changulu hapa mpaka kwa Mpalange. Hii ndio barabara ya kuelekea huko kwa Mpalange. So nataka kujua kuna nini, ungana nami mpaka mwisho tuweze kuiona hiyo kwa Mpalange yenyewe ina nini. Lakini cha msingi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ili mimi niweze kupata nguvu zaidi ya kukuletea video kali. So huku ndo nilikotoka, unaweza ukaona kwa Mama Kibonge kule. Na huku ndiko ninakoelekea. So endelee to explore in details what is going on maeneo haya hapa. Unaweza ukaona. Na hivi ndivyo inavyoonekana maeneo haya hapa. Nipo Changulu kama nilivyokuambia, bado tunaitafuta kwa Mpalange. Hapa nipo Changulu. Kwa hivyo unaweza ukaona mwenyewe. Kuna makanisa, waumini wa dini nao msione tabu kuja kukaa huku. Makanisa yapo, misikiti ipo. So ni sehemu ambayo inajitosheleza. So hili ni bonde ambalo ukimaliza bonde hili, eneo linalofuata ndo kwa Mpalange. So tushuke pamoja hii hapa mlima huu ili tuweze kuona yapi hayo yanajili huko kwa Mpalange. Unaweza ukaona. Zamani nakumbuka bonde hili lilikuwa lipitiki, gari zilikuwa zikishindwa kupanda hapa na zilikuwa zikirudi nyuma kabla haijatengenezwa. So ujio wa barabara hii umerahisisha usafiri kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu sasa hivi hapa mtu unajimoya mwaya tu, ukiwa na kifua hata na baskeli unapandisha. So imekuwa unyama sana, tofauti na kipindi kile ambacho sisi tulikuwa tunaishi huku. Ilikuwa uwezi mlima huu ulikuwa ni hatari sana, ni miongoni mwa milima hatari sana, lakini kwa sasa hivi mlima unapitika nyakati zote kama unavyoweza kuona.
kama unaweza ukaona. So hii ndio zoni ambayo tunaingia ya kwa Mpalange. Sasa hapa nilipo ni bonde la Changulu, mlima wa Changulu, unaweza ukaona. Tukimaliza mlima ndo tunakuwa tunaingia zoni ya kwa Mpalange. Eneo hili linajulikana pia kama Buza kwa Mlanzi. Yep. Linajulikana pia kama Buza kwa Mlanzi. Ni eneo maarufu sana. Lakini jina la kwa Mlanzi limekufa kwa sababu ya uibukaji wa jina la kwa Mpalange na kushika hatamu. So sasa hivi linajulikana kama Buza kwa Mpalange. So unaweza ukaona mwenyewe. Unaweza ukaona nyumba namna gani zimejengwa katika hills. Yaani kama uko Rio de Janeiro, ya nyumba zimejengwa milimani kabisa. So hiyo nayo inatosha kuifanya eneo hili liwe popular. Unaweza ukaona mwenyewe namna gani nyumba zimejengwa milimani. Kwa hiyo hii bwana, finally tunaweza tukasema kwamba sasa tupo katika eneo maarufu zaidi kuliko yote jijini Dar es Salaam, eneo la Buza kwa Mpalange. Ndio hapa ambapo nipo. Unaweza ukaona mwenyewe. Hapa ni Buza kwa Mpalange. Hii barabara ukinyosha moja kwa moja unaenda kutokea Tandika na maeneo mengine kama unavyoweza kuona hill. Nyumba zimejengwa kwenye hill. So hii ndio Buza kwa Mpalange. So twende mpaka center yenyewe ya Mpalange tuweze kuona nini hasa kinapatikana hapa. Kama nilivyokuambia, eneo hili sasa hivi ni eneo ambalo ni strategic na ni eneo muhimu sana kwa sababu kuna ni njia panda. Na ni bypass. Watu wanaenda Mbagala pia wanatumia, wanaenda Mbande wanatumia. So ni sehemu ambayo ni strategic sana. So twenzetu tukaone kwa Mpalange exactly kuna nini. Cha msingi usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare ili tuweze kuwa wengi zaidi na video iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Twenzetu. Unaweza ukaona maduka na stores hapa na pale zipo. So hii sasa ndio kwa Mpalange sasa, ambayo imekuwa ikisemwa sana mitandaoni, ikisema sana, yani mtu anajisimfilia kusema anakaa Buza kwa Mpalange. Kwa Mpalange venyewe ndio hapa. Hapo mbele kidogo ndio center. So tunzetu tukaione hiyo center. Kuna nini mpaka hapa nakuwa watu wanajisi inferiority complex kusema kwamba wao wanatokea eneo hili la Temeke. Na kingine usichokijua ni kwamba kwa Mpalange hapa pia ndio mpaka wa wilaya mbili, wilaya ya Temeke na Ilala. Hilo daraja hapo mbele unaweza kuliona, I think kama unaliona hapo, ndio mpaka. Huo ndio mpaka wa Mpalange wa Temeke na Ilala. Huku niliko mimi sasa hivi ni Temeke, ukivuka ile daraja kwenda kule ni Ilala. Managati, Kinyantila, Kiombo shule na maeneo mengine. So nitaenda kukuonesha ili uweze kuona. Kwa hiyo barabara hii pia imeplay great role kwa kuziunganisha hizi wilaya mbili, ambayo ni wilaya ya Temeke na wilaya ya Ilala. Kwa hivyo jambo zuri. Unaweza ukaona kwa Mpalange. Kule ndo nilipotoka kule. You can see. Hiyo ndio kwa Mpalange. So zetu. Kule ndo nilipotoka, na unaweza ukaona maduka ni mengi maeneo haya. Lakini kama kawaida zile timu zetu mama za Tanzania pia zina matawi yao maeneo haya. Hapo mbele kama unaweza kuona kuna bendera unaziona zile. Kuna watu wa Simba hapo na watu wa Yanga. Kwa hivyo ni sehemu ambayo ya utamaduni wa taifa la Tanzania, kuwepo kwa Simba na Yanga. Ingawa mechi yao haijachezwa juzi kwa sababu ambazo wenyewe wanazijua,
imeghairishwa, lakini still bado ndio timu ambazo zinavutia na zinawavutia watu wengi sana Tanzania, Simba na Yanga. Yeah. Kwa hiyo hili ndo daraja la kwa Mpalange lenyewe, ambapo miaka ya nyuma kabla ya ujenzi wa daraja hili ilikuwa pana adha kubwa sana maeneo haya, adha ya maji. Yeah. Unaweza ukaona hapa maji yalikuwa yanajaa sana maeneo haya, lakini sasa hivi daraja limejengwa, mambo oya. Yeah. Kwa hiyo hilo ni daraja. Kwa hiyo ukilivuka ile daraja, kwa upande huku bado ni Temeke kwa sababu huu ni upande wa Mbagala, lakini kwa upande wangu wa kulia ni upande wa Ilala. Kwa kule unavyoweza kuona ni Ilala. Yep. So na Pombele ukinyoosha pia ni Ilala. Kwa hiyo hili daraja limeplay kama ni mpaka wa kuweza kutenganisha kati ya Ilala na Temeke. Yeah. So it is migration, kama ni migration fulani kati ya Ilala na Temeke. Barabara hii unayoiona inaenda huku ya vumbi, huko ni Ilala. Kule nyumba ambazo unaziona kule juu kule ni Ilala, kunaitwa Kiombo. Ya Kiombo shule kule ni Ilala huko. Kule kote kule ni Ilala. Kule ngoja ni zoom. Hizi nyumba unazoziona huko kule ni Ilala. Alafu huku Isheli iko Temeke, Mbagala. Mbagala Kilungule, ukisikia Kilungule ndio huku. Yep. Alafu kinyosha pale juu tu ni bado Ilala, ni maeneo ya Mwanagati. So kwa hiyo hapa ni mpakani. Naweza nikasema hapa ni mpakani. Hapa ni mpakani. Unaweza kaona kule ni Buza. Sasa hii ndio Buza yenyewe kwa Mpalange. Pale chini ndio kuna daraja, ndio bondeni penyewe. Hapo hizi hapo ndio nyumba zimejengwa kama Rio de Janeiro kama nilivyoweza kukwambia. Yep. Ni sheri mpya. Hapo ndo kwa Mpalange sasa. Unaweza ukaona kuna kila kitu ambacho kinatakiwa kuwepo katika eneo ambalo limechangamka. Hapa ndo kwa Mpalange sasa. Hapa hapa ndo kwa Mpalange center kabisa. Hapa unapopaona ndio kwa Mpalange. Ya, so utaniambia wewe kuna nini hapa cha ajabu panaposababisha mpaka watu waweze kupachukia, yani kupajoki nini? Sijui, lakini hapo ndo kwa Mpalange sasa. Kama uko kwa juu kwa Mpalange ndo pale. Yep. So let's continue a little bit nikakuoneshe kuhusiana na nini? Hii njia hapa nataka kwenda Mbagala. Kama nilivyokuambia hii pia ni shortcut ya kuelekea Mbagala. Kama unavyoweza kuona, gari zitakuwa zinatoka huku Temeke. Nyingi tu zinatoka Temeke zinapita hapa kwa Mpalange. Zinakuja zinaingia hapa kushoto hivi, zinaenda Mbagala. Ya, kwa hiyo hii ni bypass. You can say that is a bypass. So, twende tukaone in details bypass hii inafananaje. Ya, maana huku zinapitia Kilungule. Unaweza ukaona. Yep. Zinapitia Kilungule. Unaweza ukaona kwa Mpalange ndo hapo jamani. Buza kwa Mpalange. Na hivi ndivyo panavyoonekana mwaka 2025. So tuendelee upande huu kwa Mbagala. Kama kwa hiyo upande huku ndo tunaelekea Mbagala. Yeah, you can see. Na hapa zamani palikuwa na dampo. Yeah, palikuwa na dampo. Hata mimi mwenyewe nilikuwa sitarajii kama eneo kama hili linaweza likajengwa daraja kama hili, lakini serikali kiamua lake hamna linaloshindikana. Hapa palikuwa na dampo. Dampo kubwa, na palikuwa na hapa pana mto Mzinga. Yep, watu walikuwa tunapita kule chini. Hapa kwa na barabara ya magari hapa miaka 10 nyuma. Kwa hivyo serikali ikawekeza hela nyingi sana hapa. Dampo limefukiwa, ambapo dampo sasa hivi unaliona lile kule ni mia kule, nadhani unaliona. Utakuwa unaliona. Yeah. Dampo sasa hivi ni mia kule. Kwa hiyo lile dampo unaloliona kule lilikuwa hapa katikati kabisa, hapa ndo palikuwa na dampo la Kilungule. Huku ndo Kilungule kwa Fela. Mkubwa Fela yule wa Wasafi, huku ndo mtaani kwake. Ushaona?
Kwa hiyo dampo lilikuwa hapa, baadaye likapita shauri hapa papitishwe barabara ya bypass kama hii ninavyokuambia kwenda kutokea Mbagala. Zikawekwa fedha, watu wakafanya kazi, ndio unaiona hii barabara imefika hapa. Kwa hiyo ni great job ambayo imefanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Wizara ya Ujenzi na Wakala wa Ujenzi wa Barabara TANROADS. Ni jambo zuri, Kwa hiyo huku ni Mbagala, bado ni Temeke, huku ni Mbagala Kilungule. Ukinyosha hii moja kwa moja ni Rangi Tatu, nyosha moja kwa moja unaenda kutokea Rangi Tatu, na hili ndio daraja la Mzinga, na huu ndio mto wenyewe wa Mzinga. So utaona kule unaweza kuona kule ni kama nilivyokuambia, ni wapi? Ni kwa Mpalange kule juu kule kuza kwa Mpalange. Hapa ndio dampo ambapo limehamia, huku ni Kilungule. Na hili ni daraja la Mzinga. So you can see what is going on. Kwa hiyo ukinyosha hii road moja kwa moja unaenda kutokea Mbagala. Na ni shortcut hapa wana unaweza ukaona. So hii hapa ni Mbagala Rangi Tatu na maeneo mengine. Mbagala ya Kilungule. Ukinyosha moja kwa moja Mbagala, hapa ni Kilungule kwa Fela. Hii ndio kata ya Said Fela. So unaweza kuona, na hapa ndio mto Mzinga wenyewe unaweza kuona. Hii ndio sheli mpya. Huku hivi ya ile minalo unaiona kule mbele ndio Mwanagati. So ni unyama sana. Kule ndio kwa Mpalange. Sasa kuna nini? Ni komenti hapo chini. Wewe kwa nini unadhani kwa Mpalange panakuwa panapewa vibe kubwa? Na hapo nimekuonyesha. Wewe unadhani ni nini kinasababisha kwa Mpalange papewe hype kubwa sana? Kuna nini? Mimi binafsi nimeona ni maeneo kama maeneo mengine. Sijajua wewe umeonaje. So kule ndo kwa Mpalange, na leo nilihitaji nikulete kwa Mpalange uweze kuona. Huu ni mto Mzinga. Na hii hapa ni bypass ya kuelekea Mbagala. Magari mengi yanapita hapa yanaenda Mbagala kukwepa foleni ya mtoni Tongani. Kwa hiyo ni jambo zuri sana. Unaweza ukaona ni barabara ya kisasa kabisa. Na panapomajaliwa miaka ijayo patajengwa barabara ambayo itakuwa inakatiza hapa, inaunganika na hii ambayo itaenda kukatiza na kutokea airport. So itakuwa ni unyama sana. Watu wa Nyanchila nao watafikiwa kwa mradi kama huu wa barabara hapo, kwa sababu hapo mbele kuna bonde. Kwa hiyo kuna mradi unataka kuja wa barabara. So you can see. Kwa niandikia hapo kwa nini kwa Mpalange ina trend sana, wakati kwa Mpalange yenyewe ndio pale umepaona ni bondeni tu hapa, maana hili ndio bonde lenyewe la Mzinga ambao ndio kwa Mpalange. Lakini kwa nini pana trend? Wewe unadhani kwa nini? Niandikie hapo kwenye comment, na mimi nitapita na comment yako bila wasiwasi wote. Cha msingi sasa usubscribe, kulike, comment na kushare. Tuzidi kuwa wengi sana. Tuzidi kuwa wengi ili tupate GoPro. Mnapokuwa wengi mnanipa hope ya kufanya ili tuweze kununua GoPro. Unaona hii gari imeandikwa Mbande Buza. Inapita hapa. Maana hii imekwepa foleni za Tandika, inapita hapa inaenda zake Mbande. So hii ni bypass ambayo ni muhimu sana, ambayo inasaidia watu wengi sana wa maeneo haya. Na hii sheli ya Davida Oil ina huduma hizo hapa. So you can see, unaweza ukaona how beautiful it looks. So hapo ndio kwa Mpalange. So tuendelee na maeneo mengine, turudi. Wewe niandikie hapo chini kwenye comment nini unadhani kinaifanya kwa Mpalange iwe famous zaidi. Niandikie hapo. Leo nilikuwa Buza kwa Mpalange, naitwa Navigator Chinduli. Hadi wakati mwingine. Hala Chibona.